kwa kuwa Mungu ametuneemesha neema kuu ambayo wengine hawajapata, lakini sisi tumeneemeshwa tukapata muda huu wa kuja kanisani. Tunasema jina la Mungu wetu lihimidiwe sana. Naomba kama vile tumeisha kupokeana, tuweze basi kuendelea na neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndilo kuu, ni kiongozi, ni msaada, laweza kuhuisha na kufufua upya au na kufanya upya, linageuza. Na hili neno la Mungu tunapolitii kwa msaada wa neno la Mungu tutafika mbinguni. Bwana sifiwe sana. Wote wale ambao wako hapa katika huu mkutano, kama vile nimewaambia au tumewaambiwa na kiongozi, tunaenda kuongea maneno matakatifu, maneno ya uzima, maneno ya Mungu na maneno ya mbingu ambayo kila umoja lazima awe na sehemu katika somo letu ili tuweze kutembea vizuri, si ndio? Neno tangamano au kichwa cha neno kinatuambia ni umejiandaaje kufanya hesabu pamoja na Bwana wako. Sio mume wako, hapana, ni Bwana aina ya boss, patron, yeye aliyekuajiri, yeye aliyekupa kazi, yule aliyekuangaje. Sasa unajiandaa namna gani? Unajipanga namna gani kufanya hesabu na yule aliyekuangaje, aliyekuajiri, aliyekupa kazi, aliyekuita, aliyekuumba, ukazaliwa ukiwa jinsia la kike, sexe feminin, mwanamke au binti. Yeye aliyekufanya uzaliwe huko sexe masculine, mume au kijana. Huyo aliyepanga hivyo, hizo nazo ni vyombo ambavyo atavifanyia kazi. Anatarajia yule aliyempa macho mawili, aliyekupa masikio mawili, aliyetia meno 32, aliyeweka mikono miwili, ambaye ina vidole 5, akaweka miguu miwili ambayo kila mguu una vidole 5 na mikono ni hivyo. Yeye aliweka magoti ili uweze kuyagunja, ndiyo akaweka na macho uweze kutizama, akaweka na koo uweze kusema, na kinywa kuyatenganisha maneno na ulimi ndani. Mbona ni mengi. Atafanya hesabu na wewe. Wageni wetu, Mungu awabariki sana. Nina fungu kwa wageni ambalo ni Wakorinto ni 3:16. Mkitaka muandike Wakorinto wa kwanza, kama ninakumbuka. Wanasema miili yetu ni hekalu la Mungu. Bwana sifiwe sana. Ndiyo, ni kwamba ndiyo. Wakorinto wa kwanza 3:16. Hamjui ya kuwa ninyi mumekuwa hekalu la Mungu? Unaweza kuwa wewe na hauna mwili? Yawezekana? Haiwezekani. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Everyone, chacun de nous, kila mmoja wetu ni hekalu la Mungu. Hekalu la nani? Mungu anaingia ndani. Bwana Yesu anaingia ndani. Malaika wanakaa ndani. Roho Mtakatifu anaenea ndani. Wenye uhai wa mbinguni 24, 20 na ngapi? Na 4 wanakaa ndani. Viumbe vyote vya mbingu, wewe ni makao yake. Makao ya patakatifu, makao ya watakatifu, makao ya Mungu. Ndio maana tunaleta somo ambalo linasema umejiandaaje kufanya hesabu pamoja na yeye yani Bwana wako. Umejipanga namna gani? Ile ndio sujet, subject. Hiyo ndio kichwa cha neno. Hiyo ndio sujet yetu ya maongezi ya sasa hivi. Tujipange sawa sawa ili
tuweze kuwa tayari, kuwa tumejiandaa kufanya hesabu na Mungu. Aliyetoa mguu alijua kama utatembea. Aliyetoa macho alijua kama yataona. Aliyetoa mdomo alijua kama utanena, utaongea, utazungumuza. Lakini yale yanayowabariki wengine. Bwana sifiwe sana. Somo letu linakaa katika Mathayo, ndiyo 25 mstari wa 14 hadi wa 13. Mathayo 25:14 hadi 30. Ndo kwenye tunaomba tusome kisa cha neno letu la mchana wa leo. Maandiko yanakuja, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Ni mfano wa mtu aliyetaka kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mmoja. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Mungu aliona ni lazima uwe mwanamke, ufanyike hivyo, jinsia la kike. Mungu akaona ni vema uwe jinsia la kiume. Aliona huo uwezo unao. Baadaye huyu mtu akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachukua faida ya talanta nyingine 5. Alifaidika, alihomba? Alifaidika. 17. Vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida, naye hajaenda hasara, double, alifaidika. Twende nyingine 2. 18. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, au akachimba chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Hili ndilo somo letu. Baada ya siku gani? Nyingi. Yule bwana hakupotea, hakukaa, lakini maandiko yanasema baada ya siku nyingi. Kama ngapi mkutano? Nyingi. Nyingi ni kama ngapi? Nyingi. Maandiko yanasema baada ya siku nyingi. Nilisoma maandiko kama watangulizi wetu waliwahi kuishi na kukaa miaka 900 na kitu. Mmeshasoma hivyo na nyinyi? Miaka mingapi? Na zaidi. Ni miaka michache au ni miaka mingi? Ni miaka mingi, lakini sio hiyo. Bado nao wale walikuwa waajiriwa, walikuwa wamekuwa angaje, wamepewa kazi. Wengine 800, wengine 500. Miaka mingapi? 500. Leo watu wako wanazozana kuwania kiti cha urais cha miaka mingapi? 5 years. Miaka 5, 5. Watu wanazozana mpaka watu wanachafuana, na mema yenye mtu alitenda na we mwenyewe ni mshuhuda, unayachafua kama hakufanya kitu. Hayo nimeyaona na wewe umeyashuhudia. Wengine wanasukumwa kuiba. Kila mwizi ataangamia. Kila mwizi ataangamia, lakini kama hatubu. Kila mwizi ataangamia kama hatubu. Usiseme utaiba utaenda mbinguni, hautaenda. Mwizi ataangamia. Ili mradi tu utubu upate uzima wa nini? Wa milele. Huyu mwanaume akaenda baada ya miaka mingi, akarejea, akaja wale watumwa wangapi? 3, les 3 serviteurs. Akafanya hesabu nao. Kabla sijaendelea nimalize mistari hii yote. Jameni, aliyepewa talanta 5 si alipewa kingi? Huyu ndiye angelipata kwa wakati kakwenda kukaa, ananunua kasoda, anaweka mguu juu ya mwingine, anakunywa, hata anakunywa ile ya 4. Si atachuruza ile ya 5. Si atachuruza 4 zinazobaki. Huyu angeenda kukaa. Cha kushangaza, Biblia inasema huyu hajalala. Mumeona amelala? Alienda mapema.
akafanya biashara, kila mmoja ikazaa nyingine. Kila nini? Kila mmoja ikazaa. Na wa pili vivyo hivyo. Cha kushangaza tena, aliyepewa ngapi? Yeye ndiye alienda kalala fofo 24 si 24. Akalala, akasema nikiacha juu wezi wataibeba. Nisipo hata nikiifungia mnyumba, wageni wataiona waanze kujifunza mbinu, kuandaa mbinu na njama kwangu. Biblia inasema alienda katoa, kama ni beshe, kama ni baramini mungwara, kama ni jembe, alichimba. Alifanya nini? Hawajasema metri, lakini alichimba. Hawajasema metri, alichimba. Humo ndani akaongeza tena, akafunika. Basi kuna wakati watu walioishi sehemu za insecurity, mimi nimewahi kuficha manjegeri. Mnajua manjegeri? Tulipoona tunakabiliwa na insecurity, nikakamata mitungi, galo, bido, nikatia ndani manjegeri makavu. Tulikuwa tunapura za nyingi sana. Tunarundika, unaona ni sawa nyumba. Mmeshaishi mashamba ya hivyo? Tumeishi miaka mingi kwa hali hii. Nikaweka ndani ya magalo, nyingine nikaenda katika kichaka. Ndani ya kichaka ni nini? Vimayani vya pori vya mingi. Nikatia ndani ngunguru, nikamwanga ndani maharagi, nikaweka kaetalaje kahala ili isikamate baridi ya chini. Huko Musidi Kivu, sehemu za Nyawaronga. Nikaficha ndani, nikakimbia, nikamaliza miaka 15. Nasifike pale. Ilikuwa ingali viva 15 bila hata kunusa huko hewa ya huko. Nikasikia wawindaji wananiambia, tulipokuwa tunawinda sijue nini mwa ile pori ya chini ya kwako, tulikutana kwenye watu walifichaka magalo, yenye vilikuwa ndani ni kama ni mumanjegeri, vilishakuwa shwa sijue nitaisema, ni kama matela. Nishaga banana havina form. Nikasema mie ndio nilivifichaga ndani. Mie ndio nilivifichaga ndani. Penye yani alificha, kusema ukweli, moja tu kuliko kuhangaika. Yeye ndiye anjikosa usingizi huyu wa moja ili apate ngapi? 2. Yeye ndiye angilihangaika apate 3. Angilihangaika apate 4. Angilihangaika afikie kiwango. Jameni, kuna mposa, kuna haja ambayo Mungu anaikubali. Mungu mtu anapoona wengine wanafieka shamba zao, wengine wanalima shamba zao, wengine wanafanya biashara, wananunua, wanauzisha, wanajenga, wanapalilia, lazima mtu mwenye ana akili naye ajiulize, na mimi nifanye nini ili niendelee sawa wengine. Mtu mwenye hana hicho na mbinguni huwezi ipata. Ile sentima ya kusema na mimi nifanye kazi, na mimi nifanye kazi, na mimi nifanye kazi, na mimi nifanye. Mtu mwenye hana ile sentima, hana ile wazo, na mbinguni hawezi kuipata. Na Ukristo hawezi kuwa nao. Mungu anapoenda kuita, anaita wale watu ambao pia naona wanafaa katika maisha mengine ya kawaida. Mlikuwa mnajua vile? Hawayasoma Mathayo kama aliita wavuvi? Sio wavivu, bali ni wavuvi. Wale waliokuwa wakivua samaki. Mvua samaki characteristics si mnaziishi? Mnaishi kando za bahari. Anavaa kiatu, anapiga rangi, anapiga pass na vest, anaenda baharini. Mvua samaki ni hivyo. Anachunga bukuche saa 4 saa 6 ndo aende baharini. Kama ndege zinaimba nyimbo za jioni zikirudi, yeye naye anakuwa anakaribia baharini. Wengine wanafunga taa, wanawasha, yeye naye anaandaa wavu wake. Anaangalia kama ni piroge mtumbu wake kama uko vizuri. Wengine wanaanza funga milango, gate, malupangu. Yeye naye anaanza ingia majini na kuangalia ile baridi ya usiku. Baridi ya wapi? Na hatari za usiku. Mvuvi mvua samaki, mulowaji, kuwa hatishwi navyo. Aliwaita wale waliokuwa wakiloa nini?
Ilimaanisha hata wanavaa nguo zao zinachakaa, wana zile manyimbo yani hazieleweki, ya kujitia ndani morali. Si mlikuwa mnawasikia? Za usiku anapiga maipu, minyuzi nini, anapiga kelele ili busiku ifanye nini? Iendelee, apate pato la kupatia watoto mke, na apate namna ya kupata linjanja ya kutia yule ya nyumba, au franga school fees, frais scolaire, franga za masomo. Yesu alienda kuwaita wa nini? Walowaji wale ndio mnaelewa vizuri. Akaita wale wenye wanafanya, lakini wale wakukamwe hawataki kuwa na kakitu mkononi. Esinyi, stigmat. Kama ni stigmat ni nini? Esinyi mnaita nini? Kovu? Basi ni kovu kweli. Sawa, tuiache hivyo. Wale wenye hawajigusi. Kuna watu ambao wana dalili ya kwamba hapa mtanisamee katika mkutano, lazima niseme, kama sisemi huwezi kupona. Yani hapa unavalisha mpaka na hizi chuma za hapo unazivalisha. Kama ni chuma, hizi miti unazivalisha. Wewe utakamata sufuria chungu ya ugali, uweke ndani ile makucha kweli? Ile yenye nimefananisha hapa. Wajua wewe, hizo ni alama ambazo Mungu hawezi kuzitakabali. Wageni wetu mnivumilie. Hizo ni alama ambazo Mungu hawezi kuzikubali kamwe. Hawezi. Lakini mapastors wa leo, ili kanisa sadaka ziendelee na tumbo lije mbele, shingo ikue huku, vodo nayo iendelee, anasema hakuna shida, haleluya, Mungu anaangalia moyoni. Mbona wewe unaangalia makucha? Sina wewe uangalie moyoni. Mungu anaangalia popote pale. Neno linaenda likisema hivi, ule mstari wa chini, tumalizane na hapa ili tuvuke haraka. Wanasema akafanya hesabu nao, ikawaje? 12 akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5. Tumesha tafsiri akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake alifurahi ya kufurahi? Furahi. Na servitere mtumishi wa hivi mbotike, mungombe zako, mshamba lako, kwa mali yoyote ile ambayo bana kufanya gera, ukifanya hivi kila mtu atakufurahia. Boss atafurahi. Na Mungu naye alipendezwa na hili. Wa pili, Bwana wake akasema, akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengine. Bwana sifiwe sana. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Wa pili akaja na yule akaja akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Mungu atadai watu kadri alivyowapea. Hilo ndilo nataka tutoe katika mfano huu. Huyu wa pili hana hata kapital ya yule wa kwanza, lakini amefaidika au hajafaidika? Mubenye batakuwa recompense, kama nilisema wenye watazawadishwa, kama ni wenye watapewa zawadi, naye atakuwa ndani, ili ingawaje na kapitali ya yule wa kwanza afanye nini? Haifiki. Watatu wanakuja. Tusikie Bwana alisema nini. Alimwambia kama yale ya kwanza. 24 akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana wangu, nilitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wewe uko mtu mubaya. Uko mtu gani? Wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda, nikaficha talanta yako katika ardhi. Tazama unayo yaliyo yako. Tazama unayo yaliyo wako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mubaya na mlegevu,
ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kukusanya nisipotawanya, basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba au faida, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Aha. Talanta ngapi? Kwa maana kila mwenye kitu atapewa, na mwenye kuongezewa tele au sana, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Msiba. Na mtumwa yule asiyefaa, lakini ni mtumwa si mtumwa? Difference iko mbele. Ni mtumwa asiyefaa. Mkristo ni Mkristo si Mkristo? Ni Mkristo. Difference asiyefaa. Ameokoka hajaokoka? Ameokoka. Difference asiyefaa. Anaimba haimbi? Anaimba. Difference asiyefaa. Ni mhubiri si mhubiri? Ni mhubiri, lakini tofauti ni asiyefaa. Asiyefaa. Lakini mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Bwana tusaidie sana. Predication au somo letu lote, baze ndiyo hii, msingi ndiyo huu, ni kwamba wewe unajiandaaje kufanya hesabu na Bwana wako. Hapa nikitoa mitihani, examen. Kila mtu, kuna hasara kuwa unakaa hapa bila kujua una talanta ngapi. Bila kujua una nini? Una talanta ngapi? Maombi ni vyepesi, utalijibu kweli? Hata ni jibu ni... Simama basi wakupatie mikro tusikie. Unaweza jua una ngapi? Mbona unajivuta kijana? Tusikie kama utaleta jibu. Kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Mezali ya Kristo, talanta zinapeshana. Kuna talanta kwa mali ambayo Mwenyezi Mungu aliyoniwekesha. Kuna talanta hata kwa masemi, kwa kutenda yangu kazi, katika kazi ya Mungu, katika hali ya uimbaji. Hizo zote ni talanta. Inabidi katika zile talanta zote niweze kuziangalia, nione kama niko mwenye haki katika zile talanta zote. Yani na wewe nilizani utaleta jibu sema nina 7. Hilo ndio nilikuwa nataka. Nina 3. Mimi nina 1. Mimi nina 5. Mimi nina 10. Niliona wageni wetu wako hapa. Mama, dada zangu, na nyinyi mna talanta. Hata miongoni mwa hizo talanta zenu, na hii ya kuja hapa ni talanta. Ni nini? Si wengine wanazurura kwenye vilabu vya pombe, ama hamjawaona huko? Wanazurura kwenye vilabu vya nini? Vya pombe. Wanazurura kabisa. Kwa hiyo ni shida, ni kihombo, pert au hasara, kukaa bila kujua talanta za nani? Zako. Sasa tutachuruza benye haujue. Hebu niwaulize, nani mwenye kapitaliste? Nani mwenye anaweza kuwa na kwenda kulangura na ajua nabeba ngapi? Leo maraba aweke yule. Kwenda kulangura na ujua nabeba? Bali tuambiaka ni prix d'achat et quoi encore? Et prix de vente. Yale mawili unaweza, kama haujue moja utachuruza. Haujue prix d'achat, bei ya kuuza, ya kununua, na bei ya kuuzisha. Kama haujue bei ya kuuzisha, unajua bei ya kununua, utafaidika. Kama unajua bei ya kuuzisha na ujue bei ya kununua, utafaidika.
Lakini baklia tu wapangane tu wapatie mupridasha. Tike na nini utafaidika? Sasa talanta zako ni ngapi? Tuachie hapa sasa. Tutafute kae ministre tuandike. Kila mtu alete hapa talanta zake. Utafanyizia kazi namuna gani? Talanta ambazo hauone kama ulishaingia mklasi ya 3. Tulisoma klasi ya 3. Amebarikiwa, amelaaniwa. Alikuwa na moja. Huyu wa 2 angelifanyisha biashara talanta moja na nyingine inabonea. Inahomba, inakaa, inalala. Bwana angimshukuru? Hapana. Huyu wa 5 angejitahidi 4. Ngapi? Zinachapa kazi. Botika inaendelea. Shamba wanalima. Ni 2 zile. Ni 2, si 2 zile. Madini ni minere banachimba. Ni ngapi hizi? 3. Munipatia ya 4 zinaanza niishi. Ngombe zinaendelea. Zile 4. Huyu mtu si ni tajiri kweli? Ngombe, minere, botike, tulisema na nini? Na shamba. Basi ni vyote huyu. 5 na gari. Kuna gari taksi, kuna gari kwenda kununua jumla, na gari zinaendelea. Hizi 4 zingifanya kazi, ya 5 inakaa. Bwana angimshukuru? Hangimshukuru. Wewe mama, usiseme hatukujifunza. Nilisha kuingiza goli, bimo imeingia. Talanta zako ni ngapi? Niandikie unipe. Sasa kama ujue, utashinda utashindwa. Uko na miaka ngapi? Nani mwenye ajue miaka yake? Labda hawa petits enfants. Lakini nao wa mingi banajua miaka yao. Si banajua? Ndio. Talanta zako ni ngapi? Koronei. Ile litakushinda kweli? Tuko na deni. Waroma 12:12. Tu wa deni. Mtaandika hilo neno. Mlishakuwa na deni ya talanta ambazo zimelazwa chini. Wahubiri walikaa. Kama ni mali, hebu tutashe talanta. Tulishasema 5. Gari barabarani, minere, ngombe, shamba na duka. Hizo si ni 5. Tumezimaliza zote. Haziishi. Cafeteria, bookshop, kuuza vitabu au shopping mnaita hii hawa mainite hapa. Ni shopping. Ni shop. Mnaviitaga yeye vile transfer, money transfer. Kutuma pesa, acha tubiache hivi. Nayo ni kazi. Wajua kali wenye habana boutique. Wajua kali habari zenu. Mnabikatala, haiko kazi tunachapaga hii. Kwanza ukipata fasi ya kufanyia jua kali. Wale wa magasero ni talanta, haiko talanta. Nipatie kasero. Hawa wakwenda kukamata vitu humu ndani mbotike au mudepo wanabitia wapi? Nje wana. Wale wa madepo nao ni talanta. Basi depo ni botike. Hapana. Na wale wa mbele yao. Hawa wengine wa machinga, mnawaitaga machinga ama batembeza? Mnawaitaga nini nyie? Hawa watembeza. Anavaa vitu sawa nguo. Unaona anavaa vitu, vikwemba natia hapa. Viata na kamata unafikiri ni sijue ni nini, ni matao. Bale wa machinga ni talanta, haiko talanta. Hapa kuko mwanaume mwenye naweza ambia fanya ile kazi. Sasa ule jirani yangu mwenye jua inapiga pale. Inamshinda, lakini mwambia uende kuvora, uwewe minere ya basi kiboko moya banazifikisha kule. Lakini fanya ya matching 0. Ndio huye. Kazi ya matching. Matching ulisha bisikia batembeza. Ni talanta, haiko talanta. Leo wenye wanachuruzaka buchuruzi yote. Buchuruzi yote. Nianzie wapi? Nianzie kubale watoto wenye wanaendaka kununua mabiskuit, mabox ya biskuit. Box ya nini? Munakuwa prix d'achat mule? Bei ya kununua na prix de vente na bei ya kuuzisha. Wale wanafaidika kama wanaombaka kama hawazikule. Juu wanazikula. Inaonaka wako wanachuruza bombo na wako kama yaani machafu yenu inatoka kama 50 francs.
machafu yenu. Unachuruza bombo na mko mnazikula. Aseme mtafaidika. Mbona hii kahala yako haiongezeka? Aseme wako wanauza. Na uko na wakilia mkinywa. Watoto. Bale benye banatembeza kila buchuruzi na bunga mirongo 5 au murongo moya sijue ni biseme aye mzigo moya ya bunga, mzigo moya ya makala, ile buchuruzi yote. Somo linasema ni talanta. Ni nini? Jua nini siye wote atushotage mai na kuiuzisha. Hii ya kuchinga. Sibilisha kushinda. Unaweza biweza? Haiko kipawa yako. Mwenye niliishi mzee wa kanisa Rubaya aliyekuwa mzee wangu alifanya hiyo kazi hapa Goma ya kuuzisha maji, kukinga. Mwishowe akanunua moto, mwishowe akapata parcele hapa, basi mwishowe akahama. Aliitosha munini? Mubahari ya Mungu. Ile bahari lishapunguka. Ni talanta, haiko talanta. Mtu mwenye Mungu alipatia vidole 5 na mikono 2 na miguu 2 na servant nini? Ubongo ya kufikiri na moyo wa kudunda na macho ya kuangalia pabaya na pazuri. Kama unakaa zile talanta hazifanyie Mungu kazi, utapigwa. Wewe tu ni kwenda kununua uembe ya mpya, unafuata watu wenye kama na mfuko wa nyuma unavimba, unasema nitapitisha hivi. Bukavu Kadutu wenye wanajua pale, wanajua namna ile soko inakuwa na na ambutiaje. Wakati miaka ya nyuma hii 2001 na 2 wezi ulikuwa unaenda wanakukalikilia, unatoka kama ni za Nyawaronga huko kule za Ilemera huko juu, usiniulize. Banasema huyu ni muvillageois ni wa kuvillage huyu. Sasa ana pesa, lazima tuzipate. Wanaagana, wanakuwa na chaki, wanakuandika hapo mchoro wao. Unakutana kama alifanya ese, kama aliandika aje. Kumbe kila mwanamemba wa grupe ya bamwizi wote mwenye atakuona atasema kope iko pale, anakuatake. Ukaingia mgari ukamkuta huko, uko atache. Ukashukia kule, uko atache. Ukarudia ya huko mpaka zitatoka kabisa. Unakutana mifuko yote iko nyuma hivi. Sawa malineti. Bali kusinyale, bali kutia kukaesi. Talanta mbaya hiyo ni ya kwa shetani. Shetani naye ni boss, anatoa kabisa. Unaona mtu anasema namna wanaweka ile singa pale. Mwingine anasema usiku nitakuja na mbinu zangu niikate polepole, nipande na nishuke, marto nitagonga mpaka nibafikie na kisu ya makali 2. Talanta mbaya hili. Shetani naye anatoa. Ninauliza kanisa la Mungu, una talanta ngapi? Na kama haujui hesabu ya talanta zako, utakuwa mwaminifu namna gani? Tumeshindwa. Hichi kitabu sita kisoma, wacha niende ni conseil à l'économe 482. Mtaandika hiyo paragraph. Ni kwamba anayeuza makala na kuyauzisha, kununua na kuuzisha, anayeuza pato lako lote, kitu chenye hakina ndani benefice, hauwezi kichuruza. Nikiwa mimi siwadanganyi, kitu ambacho hakina nini faida, hauwezi kichuruza. Lazima tuwe waaminifu. Tukienda haraka sana, wanatuambia nini? Mungu anaomba tuwe waaminifu. Mungu anaomba yale tuliyopewa kwa faida zozote zile. Umekuta una 2, umekuta una 3, umekuta una 4, umekuta una ngapi nani baba au baba, mama, kijana, msichana. Kama mtu ananunua ile box ya biskuit 22000 francs, 20000 francs, anaiuzisha tuseme kama amenunua 22000 francs 2022, 1022, sasa ni 1022, anaiuzisha
25,000. Huyu mtu amefaidika 25,000 francs, 23,000 francs. Sumefaidika mule ndani mwa ile pato kidogo. Munifanyizie hesabu 25,000 francs moins 22,000 francs, kuna bakia ngapi? 3,000 francs. 3,000 ni faida. Ni ngapi? Ni faida. Kuko kwenye hautahesabu hata hizo 3,000. Unazidisha, nitakuja tawi hilo wakati mwingine. Hii 3,000 francs 3,000 muko ndani zaka na sadaka. Muko ndani nini? Na 3 muko na kama ni la bienfaisance, utu wema. Bienfaisance mnaisikia? Muko ndani mambo mangapi? Munitajie nisikie. Muko zaka na matendo mema. Utu we mungapi? 3,000 francs. Kama unapata ndani 24,000 francs 2,024, bado muko 2,000 za faida, si ndio? Mule pia yale mambo matatu yamo. Yamo yako ndani au hayako ndani? Kama umefaidika, lazima upige hesabu. Hii 3,000 francs, endizieme ni ngapi? 300 francs. Nani mwenye ukipata 300 francs unaweza ilogota, uwezi ilogota? Anajibia asema naweza ilogota. Mwingine anasema na 100 francs naweza ilogota. Huo ndio ukweli. Huo ndio nini? Ukweli. Muko ndani endizieme ya ngapi? Ya 30, 300 francs, 300 ya Mungu. Hiyo 300 francs ni zaka. Ni zaka. Zaka ni cha 10. Muko ndani cha 10. Moyo ya ngapi? Ya 10. Unaposoma Malaki, sitasoma nitanukuu. Wanakuambia tafuta ile andiko unipatie ni wape haraka. 2:3-9. Angalia utasoma. Ni kwamba Mungu anasema nini hapa? Anasema kama hautowe hiyo zaka, hicho cha 10. Hicho cha nini? Mungu atakulaani, utapigwa. Kama figo zako zitagonja, usiulize mwalimu. Kama utagonjwa kere, usiulize mwalimu. Kama utakuwa na noze, usiulize mwalimu. Kama watoto watashindwa kwa masomo, mimi usiniulize. Kama utakuta nyumba yako umesahau kufunga usiku, usiniulize. Kama kuna kanguo kiberiti taangukia munguo ile yenye ulishaoneshaka $50 kuharibike pabaya penye apata kuwa na reparation na ipate tena prestige, usiniulize swali hilo. Utalaaniwa. Utafanyeje? Ninauliza mkutano, walaaniwa watariti uzima wa milele? Hii mafuta yenye lirembesha hizi nywele zikawa nzuri hivi, ngozi mpaka ikawa nzuri hivi, nguo zikatakata, dawa ya kiatu au kuisahau, gidamu ni zile kamba za viatu, ukabadilisha paka na gari mnabadilisha leo. Watu wanafanya nini? Hili mimi nalichoka, naomba ninunue jingine. Watu wako hivyo. Anavaa pantalo anaichoka, haijakatika, anafanya nini? Anaichoka nguo hivyo. Lakini zaka za Mungu, unapotoa zaka mara 2 mu miezi 5, unajifarishi kwamba wewe ni Mkristo uliyeko karibu na Mungu. Unajifarishi. Na mwizi wewe. Amri inayosema usiibe ni ya ngapi? Ndani ya Kutoka 21 hadi 17. Ni amri ya 8. Lakini watengenezaji hao haiwahusu sana. Watu wenye wanafanya uisho na matengenezo basi wanaibaga tena. Tunaenda kuwaonyesha kama ba mwizi hawataenda mbinguni. Usiniambie nimekuchelewesha. Umechelewesha Mungu kiasi gani? Mbona umemchelewesha miaka yapata umri wako? Sasa wewe saa 2 aseme huyu pastere naye ataanzia mwanzo mpaka nini? Ufunuo. Wewe mbona ulishachelewesha Mungu kuzaka zake?
Weye uko na miaka 12, ushatoa cha 10 mara ngapi? Ushafaidika mara ngapi? Ushafaidika mara ngapi? Every day, kila siku watu wanafaidika, au kila wiki, au kila mwezi, lakini haiwezekani. Impossible. Yaani kama semene inaisha na huko naenda hasara tu, na ingine tutabiwa na munjio. Bongo kweli? Mtu bakimuiba franga hivi, banaiba. Atasema hatasema? Mtu akiomba $1,000 atasema hatasema? Kadisi kenya kalikuwa mu bachikabeba nitanyamanza, lakini nichikafaidika mutajua. Nichikafaidika mutajua. Huo ni ujanja, hiyo ni hila. Usiongeze kutulilia kilio cha hasara ya nani yako, na utuambiake benefits. Mko babandi? Nimeomba nyumba wamebomola, lakini wamebomola nyumba ndio, lakini ulipochuruza miezi 2 ukapata sasa asante kwanza kuturu moyo, mbona hukubisemaka? Lakini walipobeba 30 ngapi? Tumeomba bandugu. Mungu wangu utusamee sana. Mungu atusamee. Ulifaidikaka $15,000, ulizifaidikaka. Cha 10 zaka ya $15,000 ni franga ngapi? Wewe mbona uko na mikro pale haubisemi? Cha 10 cha $15,000 ya benefice ni ngapi? $1,500. Na mukitaka musinishibishe. Je, ni vyepesi kuvikunja vile vinoti 15 wasa bule bwa kabila wa Amerika kama mnamukumbuka? Wasa 15. Unazalia ni kila sabato kubutoa. Unabutia mushashe bo. Unaweza ukibutia humu nani wa mtu unagunjuka tu. Unabukuta buisha shigunjula mule ndani. Juu uko na dume. Benefisi ya sasa 50 ni 15. Ndio. Benefisi ya 15 ni ngapi? 1.5. Ngapi? 1.5. Kwa hiyo Mungu mbona ile fungu hukuileta? Haujaipata? Malaki 3:10 mama andika. Soma. Malaki 3:10 neno la Mungu linasema hivi. Lakini zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mtoe kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Basi Mungu ndiye anakiomba. Watu wengi, kwa nini tuombe zaka na sadaka? Matendo ya Mitume 6, lazima zaka na sadaka kwenye uwanja wa mitume. Mwenye yeyote ambaye anataka kupata uzima wa milele, imani yako mama, wageni wetu hasa kama imani yako haijenge mu Efeso 2:12, umeshapotea. Kama imani uliyoichagua haijenge mu Exode Kutoka 21 hadi 17, umeshapotea. Pale wanatuambia nini? Wanasema mumejengwa juu kwenye msingi wa mitume na nini? Na manabii. Naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kula wapi? La pembeni. Mitume na manabii nao walitoa hiari yao au naziri au walitoa vilivyokuwa vyao ili wasogeze mbele kazi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Kwenye msingi wa mitume hawakuwa na pasta ambaye watasema cha 10 ni cha pasta. Aseme kitunga hiki ni cha mchungaji, na hiki ni cha majengo ya kanisa, na hiki kama ni cha mife, msiniulize. Nimeshaona kategoria zaka kanisani aina nyingi. Sina wewe nitemwe kwenye nishaga enda. Hawakuwa na pasta ambaye atakula zile pesa, bali zilikuwa ni za kuwasaidia wajane na yatima. Umeelewa vibaya
kama kuwa mtengenezaji ni kutotoa mali yako, kosoa. Fanyeje? So kama unajenga kwenye msingi wa mitume na manabii, maana mitume walitoa hawakutoa. Matendo ya Mitume 2, ngoja niwapatie andiko hilo haraka sana. Haraka sana. Wanatuambia hivi. Ikawaje? Ikawa hivi. Chapter 2 na chapter 4, lakini tutaanza na sura ya pili, mstari wake wa 14. Matendo ya Mitume mstari wa 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, waliamini hawajaamini, na wakawa na vitu vyote ushirika. Wakawa na vitu vyote. Mungu utuwezeshe kuwa na moyo wa kushirikiana. Bwana sifiwe. Amen. Jana asubuhi kwenye gala tunahamasishwa kwa kila tangazo kuleta unga, ataka kopo vere moya ya unga, makaa nusu ya fungo au 1-2. Ukileta nusu na mimi kidogo itakuwa fungu na mtu atapika chakula chake. Si ndio? Ukileta 100 francs na mie 10 na mwingine 400 na mwingine 1000 francs, mwisho itafika 5000 francs na itamsaidia mtu. Walikuwa na ushirika, hawakuwa nao. Ni wachache hapa kasoro wageni, mtanisamehe, ambao jioni walipika chakula cha aina moja tu. Ni wachache miongoni mwenu. Aliyepika bijumbu, viazi, sukari, aliweka maharagi juu. Aliyekosa maharagi alileta lengalenga au mboga uchungu au mboga nini, bongo, akatakata cabbage akaweka pale. Ambaye hata na namna mnavyojipanga tu, mulitumia sabuni, mkatumia mafuta, mkatumia na beseni mkatumia na vingine, na mmependeza mbele ya uso wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Walikuwa na ushirika. Je, tunao? Ninao ule ushirika? Chini wanasema walikuwa na ushirika, waliuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na wakawagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo moja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Bwana sifiwe sana. Wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana tubariki sana. Amen. Hawa watu, hili ndilo kanisa la mitume, hili ndilo kanisa la Mungu, hili ndilo kanisa la nani? La Mungu. Hawa ndio Wakristo. Hawa ndio ambao wana ruhusa ya kuimba wokovu. Ya kuimba nini? Kinyume cha hayo umetanga mbali na njia ya kweli. Exodus, ile Kutoka, walituambia ni kwenda kwa ushuhuda na sheria za Mungu. Amri 10 za nani? Za Mungu. Imani yako kama haijengi kwenye msingi wa mitume, hao waliokuwa na ushirika, wewe tangu pantalo ya kwanza uliovaa mpaka ya leo hii haujapana hata pantalo 6 kiwasaidia watu. Wengine wanazikusanya, wanachoma na petroli. Wale wako katika dunia yetu. Wengine yalala zao nini? Bile mifuko vyenye mnatiaga ndani uchafu. Ndio mwenye dosie iko. Muko mchele wali. Muko wali. Mule muko sombe zenye hamkumaliza. Mule muko maharagi yenye lioza ikanuka. Mule mkamfuko kakwako mule mama. Ile yote ni kesi. Muko birai, aseme mie vya kuchemushiwa usiniletee navyo. Kwanza unamchafua sana akisema si tulichemusha vile. Hausiki yake ile masikio ni kuikokota ndio utaanza kuona sikia. Enda mwanga ile uchafu wewe. Nani alikwambia hapa tunachemushaga chakula? Unaongeza na ile kauli mbaya sana ya kishetani. Mama, somo linatuambia nini? Munikumbushe, nimesahau. Kule wako wanatukumbusha seru. Wako wanakumbuka.
Bako wanakumbuka au bako kimya? Baseme tuone. Les jeunes gens là-bas, vijana huko, munikumbushe somo. Huko kabisa. Nisikilie kama wako wanasema. Unajiandaaje kufanya hesabu pamoja na Bwana? Mama, mpaka panya zikule vitambala zimalizie mule ndani. Vingine mlishasahau kama zilishatoroka navyo. Hamuvijue hesabu. Lenje zenye zilishaenda huko chini kuzimuni mtundu za panya hamuzijue. Mbinguni wanaziandika. Wanazijua hawazijue. Unashipanga namna gani? Mbona Yesu atasema show me, nioneshe, fanya nini? Pesa nilizokupatia ulizitumia namna gani? Hapa imani yote ambayo haijengwi hapo imepotoka. Kitabu ni Témoignage 93. Wacha tusome haya. Wanasema hivi: Shuhuda kwa kanisa Gombo la Pili 93. Niambie wageni wetu, hivi vitabu Biblia ndio inawaruhusu muvisome. Je, utaleta andiko mwalimu? Ndio. Ni andika Revelation, Ufunuo 19 mstari wa 10. Na Isaya 8:20. Isaya 8:20. Wanasema ushuhuda wa Yesu ni roho ya nini? Ya unabii. Na waende kwa sheria na kwa ushuhuda. Kama hawasemi sawa na neno hilo, hapana asubuhi. Wow. Hivi vitabu lazima kama unakubali Biblia mama utavisoma. Lakini kama hukubali Biblia hautavisoma. Verset ni 2 na ni zaidi ya 2. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'orole pour le peuple. Ni Biblia ili nasema hivi. Waende kwa sheria na kwa ushuhuda. Sasa unasema hizo vitabu aseme ni za, hapana, ni Biblia yenyewe. Ukikataa hilo andiko, utavichoma, utavitupa, utavizarau. Ndio inatuleta. Bwana sifiwe. So page 93 wanasema nini? Le Seigneur a répandu de grandes bénédictions sur son église. Bwana Mungu amelipatia kanisa baraka kubwa sana. Amelipatia kanisa baraka ngapi? La justice demande nini? Haki. Aseme tunaenda mujustice. Si ile maneno mnaisemaga sana. Tunaenda mujustice. La justice demande qu'elle rende ses talents avec intérêt. Wengi mnasikia sana. Naomba dada zangu waniangalie. Haki ya Mungu inadai kama yeyote aliyepewa talanta nini? Ailete na faida. Si ni Francais mmeisikia? Leta ile talanta yangu moja, lakini ikuye yeye peke. Ikuye na nini? Uko nayo. Ile faida uko nayo. Unatoaga 500 francs na ulifaidika 5000 francs. Zaka za Mungu nazificha pembeni. Umelaaniwa. Ndio maana upeli haishe mumacho. Ndio maana apeti lishaenda mtumbo. Ndio maana watoto wanashindwa kumasomo. Ndio maana nyumba yako manjanji inaanza toboka. Ndio maana mukisinkino munaanza kuluma. Ndio maana wamwizi walishakuatake na kuantame kila mwezi. Ndio maana kura ilifika kwako ikachoma. Aksida ziko. Lakini pamoja na pale na wewe uko mwizi. Wanasema ajali haina ratiba. Huwezi pangia ajali, lakini iwe ni ajali kweli kweli. Isiwe pigo la nani? La Mungu. Iwe itokee na ni ajali. Nyumba ilungule, franga uzibu, na ni ajali. Isiwe pigo la nani? Lakini Mungu yeye anajua kama ni pigo au kama si nini?
si pigo. Mungu basi ndiye anajua. Mbona mnaniitikia nyinyi wote hapo mnasema pastor anasema vizuri? Hapana. Wewe haujui kama ni pigo basi. Haujui kama zaka za Mungu kuna wengine wanasema hatuwezi nifanyizia hesabu. Deja ule ni zero. Si ni zero? Hatuwezi. Sasa nitatoa zaka namna gani? Seke ni zero, uko incompetent. Kama ni incompetence kama ni nini? Haufai. Wanasema la justice demande que les rangs s'étarant avec intérêt. Ces obligations ont augmenté à mesure qu'augmentait les trésors de la vérité confiés à sa garde. Mais plutôt que de développer ses dons et de marcher vers la perfection, elle a perdu ce qu'elle avait gagné dans sa première expérience. Wanasema yale mtu aliyoombewa aliyodaiwa vyenye utaomba urudishe vitakuwa vinalingana na namna ulivyopewa, ulivyofanya nini. Leo hili somo linapita katika masikio yetu. Mungu anasema vyenye atakudai sasa baada ya kukumbushwa haya vitaendeshana na yale uliyoyasikia. Bwana kusaidie sana. Amen. Amen. Bwana kusaidie sana. Lakini Mungu anasema lakini kuliko meplito de developer, kuliko kuendeleza sedon talanta zake vipawa vyake, kuliko afanye nini? Aviongezee na kuendelea vers la perfection, katika utakaso, akielekea utakaso. Elle a perdu, amepoteza ce qu'elle avait gagné, yale aliyoyafaidika, yale aliyoyapata katika wakati wake wa awali. Bwana atusaidie sana. Kuliko kwenda ukitakaswa, leo unaanza sengenya na ulikuwa hausengenyaki. Kweli mulishaga muona mtu mwenye banaimba nyimbo ya toba hapa mbele anakusha kipanga kwenda kusengenya mbele? Hapana. Ile siku ya kutubu ulikuwa bado tumeviacha, lakini leo umeisha kuwa client wa masengenyo, wa wizi na mengine. Ukurasa mwingine unasema, unatuambia nini? Hili hata tuiachie pale. Wanasema ndio 384 takuwa ni hapo. Wanasema nini? Acha nianze na saa 80 mteuite, ndo kutakuwa vizuri, ili litafuata saa 98. Wale ceux qui investissent leur argent dans de grandes maisons, dans des terrains, dans des entreprises terrestres, dus par leurs actes. Je n'ai pu donner mon argent à Dieu, j'en ai besoin pour moi. Ils ont dissimulé leur seul talent et ils ont l'enfoui dans la terre. Wale wanaoendelea kufanya miradi tofauti, miradi, wananunua majumba, wananunua matere, wanajenga hili, wanajenga na lili. Anakuwa na botiche moja hapa, kuliko kuwasaidia wengine inafaidika, anaenda kufungua na nyingine mugungu. Kuliko kusaidia wengine, baada ya hizo 3 anafungua na ya 6. Investisse leur argent. Ndoa ile mkiswahili, kuweka pesa yao katika manyumba, katika maudongo, materrain, maparcelle, katika miradi tofauti hapa duniani. Dize par leurs actes, kwa matendo yao wanasema I cannot, siwezi mpa Mungu pesa yangu. Siwezi fanyaje? Mpa Mungu pesa yangu, na mimi ninaihitaji. Wanakuwa kama mtumwa mbaya au hawakuwa kama mtumishi mbaya? Ni wenyewe. Frère, Mungu alikupatia mali pour qu'il reste pardon. Mungu amekupatia mali, vous a confié des biens pour qu'il reste
inemployé ni pour qu'il soit cupidamment gardé ou caché, mais pour qu'il serve à l'avancement de son œuvre et au salut des âmes qui périssent. Juu kwenye kutafsiri wale wanasema ninahitaji pesa yangu, lakini na mie tena wanafisha talanta moja walioipewa wanaificha katika udongo kama ule mtumishi wa tatu. Tena ndugu zangu, Mungu amekupatia mali ili usikipidamani ni kuwa mchoyo. Si ni kuwa mchoyo. Si kwamba uikamate kama yako sudi. Hapana. Mungu alikupa ngombe, akakupa shamba, akakupa maparcel, nyumba kubwa, mavazi, ni kusudi visongeshe, viendeshe mbele kazi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Tulishindwa wakati tulibigarde en silence, tukavikamata tusiviachilie. Tulikuwa tunashindwa. Chini wanasema ni vya kuendesha mbele kazi ya Mungu. Mwenye iko na hektari moja, haiko yako yote ile hektari. Yote ni yako? Hapana. Ngombe 7 zote si zako. Ngombe moja gen yake ni ile maziwa yenye mnauzisha. Bido moja ni ya Mungu maisemeni. Ifanye kazi ya Mungu. Bwana sifiwe. Tufanye hesabu na aliyetupatia. Hii mkono mnaigunja na kuigunjua mara ngapi kwa siku? Magoti mnagunja na kugunjua mara ngapi? Tangu kwanza muikale hapa. Kwenye mliikalia unachoka hapa, unageuzia hapa. Mungu iko naona. Na ndio mwenye anakupatia kupumzika. Unasimama unajinyorosha mara ngapi kwa siku? Ulipumua pumzi kilo ngapi tangu asubuhi? Macho yako ulifumba na kufumbua mara ngapi? Ni kusudi kazi ya Mungu iendelee mbele. Wanasema le Seigneur n'approuve pas cette façon de travailler. Mitumikio ya namna hiyo Mungu haifanya nini? Haikubali. Kipidama garde. Mtu aliziangalia akasema gari ni langu, saki moja ya makaa ni yangu, gunia moja ya viazi ni yangu, saki moja ya mchele ni yangu, duka ni langu, vyovyote ni vyangu, $100 ni yangu, kadisi ni kangu. Mungu hakamuone. Yani mulileta nini duniani? Pastor, ulizaliwa na nguo ngapi? Hakuna, ni Gucci. Mama, ulizaliwa na nguo ngapi? Leo unaweza zihesabu zenye uko nazo na mivi na wewe hivi. Ni mgeni ni kutembea naye polepole. Papa, ulizaliwa na pantalon ngapi? Telefone ngapi? Inite ngapi Musa? Ulizaliwa na inite ngapi? Na kuzijua alikuwa afanye nini? Ulileta nini duniani ili iwe yako? Mama niambie, Mama Migishi. Ulileta nini? Hakuna. Sasa vinakuwa vyako namna gani? Watoto habari zenu? Kuko ka examen kenye kanashindaga watoto wachanga sawa hili lidogo hapa hili. Unakamata ka biskuit unampatia, unamderanje sema nipi, anaficha. Si bana bifanyaga? Unamderanje tu, unampatia biskuit. Anaficha naanza na kukimbia. Unaona? Na sisi mbele za Mungu ni hivyo. Kinga ni yangu, baiskeli, velo. Pikipiki ni yangu. Kwanza baendesha pikipiki, nyinyi kama zaka zenu zinafukaga za watu wengine wote. Juu walishamalizwa mubarabara sana zaidi ya watu wote. Balishamalizwa. Ili ngombe moya iwe yako, uliitoshaga wapi? Basi wanasema Mungu hakubali kabisa. Haya yote sitayasoma. Wanasema mes frères et mes sœurs, je vous supplie, réveillez-vous du sommeil de la mort. Dada zangu na ndugu zangu, amukeni katika usingizi wa mauti. Amukeni wapi? Katika usingizi wa mauti. Ulisha beneficie. Huu ni mwaka tunaoanza. Hii 2023 ile kwanza haiko hii. Ile silisha kuwa ile. Ile mwaka ya 2023 ulifaidikaga mara ngapi? Mnasema nyimbo, mnasema nini? Ulifaidikaga mara ngapi?
Naomba mkutano usimame, msimame kwenye mliko. Msimame nyote kabisa. Simameni nyote na munitafutie jibu. Mulifaidikaga mara ngapi? Simameni, asibaki mmoja wa kukaa. Mulifaidikaga mara ngapi? Mulitoa zaka moya ya 10, fungu ya 10 mara ngapi? Wewe unajibu. Wewe usinijibie hilo, usilete ujanja. Usianguke ndani ya dhambi tena ya kusema uongo. Ulitowaka, jiulize, nilitowaka un dixième combien de fois kwa ile benefice ya 2023, na huu mwaka unatutangulia katika siku ya hukumu, unaenda kutusitaki. Auguste, nisome Chronicles, ni Chronique kitabu cha kwanza 29:14. Msimame tuulizane. Ndiyo 29:14. 2023 ni $10. Ngoja nitafute quotation nyingine. Ni Mambo ya Nyakati kitabu cha pili, na mimi nitakuwa nikiandaa dondoo hili 29 verset 10 à 14. Jue kama umepapata. Mutakaa nikiwaruhusu. Mambo ya siku sura ya 29 mstari wa 10 hadi 14. Wanasemaje msomaji? Wakukabidhi mic hapo. Wanasema hivi: kwa hiyo Daudi ni hapo akamhimidi Bwana. Kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu wako ni uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako, ufalme ni wako. Bwana, umetukuzwa uko mkubwa juu ya vitu vyote. Tajiri na heshima kutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako unakuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe nimekutolea. Amen. Amen. Munasikia Daudi alijitambua au kujitambua? Naomba na wewe leo Mungu akusaidie. Mungu nisaidie nijitambue. Akusaidie ujitambue. Swali lilikuwa ni 2023, tangu janvier ya 2023 haukupataga ka kitu. Tukae mkutano kwa heshima zenu. Tangu 2023 haukupataga ka kitu. Neno linasema hivi, témoignage 384. Frères, dada zangu na ndugu zangu, mutajibu wito wa Mungu mukisema, ferons-nous de notre mieux en envoyant des missionnaires et des fonds. Na sisi tutafanya kama Daudi, tutumane mitume wa injilisti na tutoe mali zetu. Je, nous pratiquerons le renoncement dans notre mère? Tutajinyima katika makao yetu au makazi yetu? Tutajinyima dans nos vêtements, katika nguo, dans notre nourriture, na chakula chetu. Pale ndo kwenye lazima tufanyie matengenezo. Tufanyie nini? Nous consacrerons tous nos biens à la cause de Dieu. Mungu, na sisi kama vile Daudi tutatoa mali zetu zote kwa kazi ya nani? Ya Mungu. Chini, nous nous abandonnerons sans réserve à son œuvre. Bila kujinyima, bila kujitoa nusu, tutajitoa wakfu au lote katika kazi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Ces besoins sont devant nous. Mahitaji ya kazi ya Mungu iko mbele zetu au iko mbele yetu. C'est qu'est-ce? Ni nini hiyo? C'est qu'est-ce vide, faut attendre un appel à des plus pathétiques. Kese hazina za Mungu ambazo ziko tu
tupu, ziko wazi, zinatuita, zinapiga kelele ya yowe ambayo kabisa haikomi. 1000 francs. Wewe unasoma vile maombi, niona huko na hiki kitabu. 1000 francs. 1000 francs ni ngapi kwa Kiswahili? 1000. 1000. Msikilize? Hii ukurasa 384 témoignage ya pili. Répondre à l'appel de Macédoine. Wanatafsiri andiko la wa Actes des Apôtres. Wanasema iku 16:9. Wana kujibu wito wa Makedonia wakimuita Paulo. Wanasema 1000 francs ont pris de valeur aujourd'hui pour la cause de Dieu. Kananoro 10,000 dans un proche avenir. 1000 francs leo ni ya lazima sana, ni ya muhimu kazini mwa Mungu leo, zaidi ya 10,000 ambazo unahaidi kutoa katika wakati ujao. Wakati ujao 1000 francs. Nani mwenye anaweza patia 1000 francs anaimba mpaka anatosha nguo? Hakuna. Anaweza kwambia merci tu na vinaishia pale. Huwezi imba mpaka utoshe nguo. Lakini Mungu anasema hiyo nayo inahitajika kazini mwa nani? Kazini mwa Mungu. 1000 francs Mungu anaihitaji sana. Bwana atusaidie. So kwa hiyo Mungu anasema nini? Wale ambao wanasema kese ya Mungu ambayo iko wazi inafanya wito kwetu usiokoma. Bwana tusaidie sana. Mahubiri haya, mkutano mmoja walia mtumishi wa Mungu NG White aliyahubiri, ilikuwa vendredi asubuhi. Vendredi walikuwa kwenye makambi. Makambi mnayajua? Sawa. Ni wakati watu wanaunganika pamoja, wanajifunza neno la Mungu zaidi ya siku 1-2. Kwa hiyo alihubiri wazo hili, akakumbusha mkutano na watu wakatubu, na naomba na sisi leo tutubu. Bwana tubariki sana. Ni conseil à l'économe chapitre 22 page yake ya 101. Engagement par la par quoi? Par déclaration écrite. Ni namna watu walivyo toa naziri zao, niseme hivyo, lakini wakiwa wameandika. Wakiwa wamefanya nini? Wameandika. Vendredi matin j'ai parlé sur ce sujet de la dîme. Ijumaa asubuhi au siku ya 6 asubuhi, wageni wetu mtatuelewa vizuri, parce que vendredi haiko siku ya 5. Vendredi ni siku ya ngapi? Siku ya 6. Dimanche, premier jour de la semaine. Ingia katika dictionnaire la Rousse de Poche, ninayo nyumbani, ukitaka nitakuletea. Wanaandika dimanche, premier jour de la semaine, lundi, deuxième, mardi, troisième jour, mercredi, quatrième jour de la semaine, vendredi, jeudi, 5e jour de la semaine, vendredi, 6e jour de la semaine, et samedi, 7e jour de la semaine, kama vile Biblia yangu, Biblia ya Mungu inasema. Bwana tubariki sana. Na unaposoma Mathayo 28 mstari wa kwanza, anakuambia baada ya sabato, siku ya kwanza ya nini? Mungu naye anahesabu hivyo. Après le sabbat on commence par un, siku ya kwanza. Kwa hiyo siku ya 6 yani vendredi niliongea kuhusu dîme. J'ai parlé de la quoi? De la dîme. Cette question n'a pas été présentée aux églises comme elle aurait dû l'être, et la négligence aggravée par la dépression financière a amené une diminution sensible de la dîme. La dernier anasema alihubiri na hilo na shida ya kutoweza kufundisha kanisa au makanisa kuhusu zaka ilisababisha watu waneglige kutoa zaka. Watu wafanye nini? Waneglige kutoa zaka. Na ili aggrave, ikaleta uhaba wa ndani ya hazina, ikaleta
Kupungukiwa ndani ya nini? Ya hazina. Na watu wanasema si pesa ni za wachungaji. Ninarudia ndani tena, pesa haiko mshahara wa wachungaji wa chaque 30 jours. Mchungaji na mchungaji, hakuna mchungaji mama nielewe, na pasta na mzee wa kanisa, hapana, na évêque na ancien de l'église na nini tena, na conducteur na berger na nini na bishop, wale wote ni neno hii moja au moja. Ukisema mtu ni pasteur, maana yake ni ancien de l'église, maana yake ni évêque, maana yake ni nini na kadhalika. Hakuna pasteur na mchungaji siki. Asema hizi ni za hapana, zaka na sadaka. Kanisa hili la Mungu lazima mchungaji kama ancien de l'église wetu anakuwa na umaskini, tutamsaidia kama wamaskini wengine. Haitatokana na kuwa yeye ni nini? Ni ancien de l'église, ni mzee wa kanisa. Hapana. Kama shemasi anakuwa na umaskini, kuwa ushemasi yake haimletee titre ya kusema kwa kuwa wewe ni shemasi lazima upate. Hapana, wamsaidie kama wengine wa kawaida. Kama vile tunasaidia na wenye sio washiriki, kama tunasaidia na washiriki wenye sio mashemasi kike na kiume, na haiko muinjilisti, na haiko apotre, na haiko nini, wengine wanakuwa na wafondateur. Hapana. Mali ya kanisa ni ya wajane na mayatima na kuhubiri habari njema pia maskini. Bwana sifiwe sana. Zinatumika kwa matabaka ngapi? 4. Habari njema, wajane na mayatima, na nini tena? Na maskini na mkimbizi. Ubarikiwe sana. Tabaka ngapi? Tabaka 4. Ni 5 hiyo. Wajane na mayatima nimeifanya 1. Wakimbizi 2. Kazi ya Mungu 3. Ya 4 ni wa maskini. Niisha muweka ndani. Hiyo ndio hapana ya kujenga hekalu na kuipiga maua na kuitia ndani makaro na kuleta biti vya pastor. Hapana. Ni za kufanya, na kama hili kanisa halifanya hivyo, nalo linakueleza kwa limeacha njia. Ndio maana tunaita watu Paulo kama pasteur, apotre mwenye alitumika kazi mingi au kubwa sana. Alisema ya kwamba Actes des Apôtres 20:17 uendelee mpaka 30. Watakwambia mikono mpaka 35. Mikono hii yangu ndio ilinilisha mimi na ndugu zangu. Madame Ellen G. White alihubiri kuhusu dime. Wakasema à cette assemblée ce sujet a été soigneusement étudié dans de nombreuses réunions. Katika mkutano huo waliokuwa nao wa makambi, somo la zaka lilijifunzwa sana. Un frère de noble apparence, délégué de la Tasmanie, vint à moi pour me dire: je suis heureux d'avoir pu vous entendre aujourd'hui nous parler de la dîme. J'ignorais qu'il puisse s'agir d'une question aussi importante. Je ne la négligerai pas. Plus longtemps, il s'est mis à évaluer monaskia les montants de sa dîme pour les 20 dernières années et déclara qu'il la verserait le plus tôt possible, car il ne tient pas à ce que le registre du ciel conserve la mention lorsque son nom viendra en jugement du fait qu'il a trompé Dieu. Nitatafsiri kwa machache. Baada ya somo hili kufundishwa ndani ya mkutano wa asubuhi siku ya 6, ndugu mmoja ambaye ni muungwana na hesabiwa kuwa mtu wa tabia nzuri, basi akaja. Alikuwa ametoka Tasmini, ni maeneo wanaeleza, kama ni wa Mugunga, kama ni wa Birere, kama ni wa Nyabushongo, kama ni wa Katindo kwa. Alikuja akamwendea mhubiri huyu akamwambia, ninafurahi sana dada yangu kuona ninakusikia ukihubiri kuhusu zaka. Mimi sikukuwa najua ya kwamba
kuko shida yoyote, kama mtu anaweza kupana wakati moyo umefanya nini? Ameviwaza. Sikukuwa nafikiri kama kuko shida kutotoa dini. Alimwambia vile, ndiyo. Kwa hiyo tangu saa hii sitaongeza tena kudharau kutoa zaka. Bwana sifiwe sana. Amen. Na kwa hiyo leo mbele zako na mbele za Mungu ili semi aevaluate. Naomba hapa tupafanyie kazi. Akaanza kufanyia hesabu 20 dernières années, 20 ans, miaka 12 ambayo ilikuwa inapita na hatoe nini? Zaka. Niwaulize, alikuwa Mkristo mkamilifu au hakukuwa Mkristo? Kwa kuonekana Mkristo wa miaka 12 ni Mkristo lejaleje. Alikuwa Mkristo mkakamavu. Kwanza alikuwa msingi wa nini? Alikuwa nguzo mkanisa. Miaka ngapi? 20. Na anaiba Mungu zaka. Na anaiba Mungu endi. Na hatoe zaka. Mwaka moja, miaka 2, Mungu ni mvumilivu. Mungu ni nini? Huyu wa miaka 12 kwetu tunaweza mfanya shemasi. Miaka 12 anageuka Mkristo haraka sana. Tunaweza mvote awe mzee wa kanisa. Miaka 12 anaweza kuwa mtume. Miaka 12. Lakini alikuwa hanywi pombe, alikuwa avuta sigara, lakini alikuwa mwizi. Aliiba Mungu pandave. Mkutano hamujambo. Akasema sirudi nyumbani na sitowe ushuhuda. Unajua Yesu alisema asiyenishuhudia mbele ya wanani? Ya binadamu, na mimi sitamshuhudia mbele za Mungu. Akasema my sister, dada yangu, mimi naenda kufanya kukadirisha. Hivi alikuwa anafanya kazi ya zamu miaka 12. Kwa mfano si $40 kumwezi, kwa mfano. Kwa mfano tuifanye $50 kumwezi. $50 kumwezi. Mwaka ina miezi ngapi? Si mnaamuka miaka ina 12 mwa. Ni ngapi? Mtufanyizie hesabu. $600 kwa mwaka. Aha. Na for 20. Muone deni yenye mko nayo, usiniletee, usisema unachoka na mimi nakuchoka. Mungu naye anakuchoka. Usilete mizaha. 6 for 20, leta jibu haraka. 6 for 20, miaka 12. Ya buizi. Unashenga gorofa sema ni yako na ni ya watu. Ni ya watu uzisha leo. Mbona hamulete hesabu? Acha mimi niingie mkalkulatrice. Unapata ngapi? 12,000 francs. $12,000. 20 ya bwizi. Kwenye batapigia wale bakabwera. Wale banani? Bakabwera wale wenye wanakusaka mmifuko ya watu. Na wewe watakutandika pale. $12,000. 20. Akasema Maser Ellen White, niliiba Mungu miaka 12, sitowe nini? Omwe huyu aliweza kubihesabia. Aliweza kufanya nini? Wewe inite zinafaidikaga, usicheze. Wewe inite. Na bure vidore vyenu vya mingi hivi vinakimbia kupita hata radi. Hesabia na Mungu. Mungu iko naona. Ulizirutuma Lubumbashi, zikabenefisia, zikifika huko ziliporudia Goma zikatriple na kuduble. Mungu alibihesabu. Ulibibeba Rubaya tif ukabileta hapa. Faida ya mingi sana, mfuko unajaa. Ulienda Kituku Kalangura, bule butomati, sijue ni bumakalu lileta, sijue ni bumaharaji, sijue ni bunini ulileta ukatia pale vile visombe vya kule yulu. Nini mboga buchungu za kule wapi? Nyakagini. Ulipovifikisha Goma ndani, faida ya 4,500 ikaingia ndani, ukazitia kumfuko wa nyumba. Mwizi hataenda mbinguni. Hataenda wapi? Kuko masomo yenye watu wanachokaka, lakini mtu achikustacha huwezi choka. Utachoka nini? Na mchere yenye mulipiga jana ikawa leo ni wali, mulipiga mudeni za watu. $12,000 kama unapokeaga 50 ya buzamu kumwezi, uko na ile deni. Acha tukupunguzia ikuwe $6,000. Nani mwenye hata nyamba mpantalo? $6,000 za saa hii. Leta hazo ungie mbinguni. Hao ni kufute zambi. $6,000.
Leta wazo. Mbona naona isi mile? Hizo zenye napokea. Kwanza hizo? Hii si mile. Hii 12,000. Hizo zenye napokea. Tutoshe mozaka? Ndio. Tutoshe mozaka. Kama mtatangamia kwa ajili ya. Kumbe hamulale sasa. $1,200 ulishabifanya? Hakuna shida. Ni pantalon ngapi $1,200 giru nani seru? Ni za mingi. Ni saki ngapi za mchele? Ni gari nzima. Ni kaunga ngapi? Chungu nzima. Ni vitenge ngapi ya kuwavalisha wenye wanavaa uchi bila vitenge? Ukikuwa na $1,200 hautakuwa na kamzigo kweli? Kabitenge hivi vitenge hivi. Ukienda Virunga ununue mama wangu. Ukienda Virunga utaleta vieti ngapi? Haiko za mingi. Za mingi sana. $1,200 ya wizi. Na ni ile kazi ya kuzarauliwa ya nini? Ya buzamu. Ile ya buzamu ndio yenye tunatoa kwa mfano ile ya buzamu. Semisi basi. Wengine wanatoa na ushuhuda sema ninashukuru Mungu alinitosha mbupangai. Hamkubasikiaga mbele ya mkutano. Nashukuru Mungu nilikuwa nafanya kazi ya buzamu, leo Mungu amenifanya nini? Amenibariki. Na ile ya buzamu kuko ndani za Mungu. Kuko za yanyuri uzaga telefoni, mutie yulu na mie nimetia yulu. Tia yulu telefone yako. Tia, hata ni haka kadogo tia. Attention muna msikue franga za Mungu. Attention hii telefone hii. Uliuza muzaka za Mungu zenye haukutowaka. Tie kondane. Uko kondane. Huyu mtu alileta hizi. Niruke mwingine. Alitoa ushuhuda. Nani wa pili? Wa pili ndio huyu. Une sœur appartenant à l'église de Melbourne a apporté une somme. Une somme de quoi? De 11 livres. Représentant une dîme en retard qu'elle n'avait pas considéré jusqu'ici comme devant être versé. Alichukua vitabu 12 mubilete hapa. Ngoya hiki kinauzaka kilikuwa kikiuza $100 hiki. Mama, hakuna Biblia ya $100. Hii niliuzaka $10 Kenya. Na ni Biblia ya 66 livres. Hii $100. Mala nani Zambia. Leo hii nipunguka ni musebutanti 60. Hiki kitabu hiki. Hiki ni 45. Sasa yeye alileta 11. Simuendelee kubileta. Hiki témoignage pour l'église. Nacha kaleta 11 livres. Wewe ulishapata vingapi pale? Weka juu. Ni vingi. 11 livres. Akabileta mukanisa akasema, "Na mimi nauzishaka vitabu." Hii 11 livres nilifanya kama ni evaluation. Nikaona na mie ndo vyenye nimeiba. Mungu anisamehe. Ndo hii zaka ya Mungu anaileta. Anakuwa mtakatifu akuwe mtakatifu. Wewe je? Sisi je? Hiki chombo hiki tukileta mafra ya $10,000 itaenea humu? Simujibie ndo makaratasi zenye mnasomaka. Mafra ya 5,000. Msimunijibie, nyie mnazijua. Afadhali. Omwesaki. Ule ndana anasema ukweli. Sasa hii tunatoaka sionake mashemasi wako wanashindilia ili ziingie ndani. Zikiwa zinavuka yuru. Sionake wako wanashindilia. Sie bote unashika kama unaanza unazitosha mune ndani unaanza unanani unakokota kapembeni kale. Ndio kenye kanakuya unakazingira mune ndani habata kaona na mikono miwili kwa unatia ndani. Asante na kushukuru. Lakini zaka ile sadaka hayo mbo itadependre na jinsi utamtolea Mungu wako, si ndio? Lakini zaka ni obligation. Obligation Kiswahili nini? Ni shuruti, ni lazima. Ni shuruti. Zaka ya Mungu ni obligation. Mama, bunga yenye munasonga hako na yenye mutasonga hako mkitoka hapa nyinyi bageni wetu. Attention msikue zaka za Mungu. Na sikwambie ziende zinufaishe pastor, zifanyishe kazi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Huyu alilipa akalipa. Wewe ni namna gani? Mtu hapa Goma
Acha niwaulize. Wenye wanapanga wafanye hivi. Wenye wanapanga wafanye hivi. Wenye hawaishi kwao. Mbona hamfanye hivi? Si niwe mmewatangu. Mimi napanga. Muone kama ni masenkanti. Nani na irangu? Uko naona ni masenkanti hii mikono. Fanya hivi. Mapangai fanya hivi. Hii mikono haina hata senkanti. Wenye wako kwao fanya hivi. Dua lele wenye wako kwao nione kama mtakuwa saa DC hivi. Tuone mbona mnaogopa? Mie niko mwenye samba pamoja na nyinyi. Mungu tutasamba pamoja. Mungu mbona mnashusha mbii? Ona. Wengine wanafanya hivi. Mimi nawaambia mpige salute. Unaona? Bimenyi ni sawa watu ngapi? 20 30. Ni ba mingi ni mama 50. Bwana wabariki sana. Tuone wenye wanachuruzaka buchuruzi, wenye wana mabotiki. Fanya hivi. Kwanza tuanzie kwa wenye wanakuwa na budepo wa makala, wa birai, budepo nimeweka juu. Si hapa kako. Hapa hivi kako kwa mlango hivi. Hakuna mwingine mwenye iko na depo? Kumbe sasa faranga zenu nitazimaliza. Weka juu tuone. Ndio ule mwingine, nani mwingine? Depo ya mbao haiko depo. Sasa si ni depo. Ile mkono ulikuwa umeficha wapi? Fanya, mbona mama unachoka? Nani anakuambia uchoke? Ule wa nyuma naye nimemuona tu. Wako ndani. Botike mfanye hivi. Mimi naona sawa batano hivi. Wa botike wenye wako na botike tuone. Ndugu Yesu unisaidie kuona. Botike ndogo na kubwa mimi sione hata moshi. Kuko mwenye mnaona? Sioni. Asante sana. Twende hivi. Tuone wenye wako na gari ndogo wao kubwa. Fanya hivi. Gari ndogo wao kubwa. Mimi naona sawa watatu hivi. Ni hapo tu. Mubarikiwe. Shush. Tuone wenye wanachuruzaga makala. Fanya hivi. Mwai naomba wa makala. Fanya hivi. Naona 1 2. Mumuangalie vizuri, faranga zenu mnazibeba kwenye hakuna hata batu ya Mungu. Mkwe mnaenda kuuzia pale. Fanya hivi. Weka juu. Mbona hauweke juu mwa? Na mwingine huyo ni wawili na mwingine weka juu ma. Unachuruzaga makala. Aba bote bakikuuzia basi na utaliaka tena. Aba watu batatu tu makala yetu tutakonga sinia mingi. Batatu tu. Mkanisa yapata hapa. Problem. Wakuuzie uibe Mungu. Tuone wenye wanachuruzaga bunga. Tunamaliza somo. Tuone wenye wanachuruzaga fufu. No one, hakuna hata moja. Ndo huyu. Bunga ya uenda ya mutama, ya soya, naona umeweka yulu. Ndo kategori. Sawa. Kwani ba maharagi. Tuone ba maharagi, ba manjegeri. Babuchuruzi, banyanya, basombe, nyanya, sombe, vitungulu, nini? Bishogolo, mboga buchungu, bare bote bafanye hivi kama wako ndani. Ile kategori naona moya. Muniambie buchuruzi ya chini sana ndio yenye nisemi, ndio yenye niko na windishi. Lakini ni ile kategori tu. Mfuko saki moja ya makala, saki moja ya bunga, ndo moja ya citro ya chungwa, bale ba matunda ya citro, bure buchuruzi wa chini kabisa. Hamuna. Nimewaona. Bwana wabariki sana. Hizo zote kazi za chini si mnazikosa. Ngoja nione wenye wanauzishaga mai. Kama wako ndani. Hawa wote barisha fuka mai. Nilishaona moja. Sawa. Nayo ni buchuruzi. Nafikiri hakuna ya chini ya hapo nafikiri. Kuanzia kumakala, bunga, vishogolo, mboga buchungu, sombe, nyanya, biskuti ile yenye mnatembezaga kubarabara au wapi pale kwenye mnatandika lungo yenu, zile zote ni kazi za kuleta faida. Na Mungu wangu na Mungu wako atakuuliza, mbona kila siku ya Sabato ulikuwa unaenda mkanisa? Unaenda hata wenye kwao ni karibu. Leo waandike zenye batatoa siku ya Sabato. Muroho zenu muziandike. Saa medini tazileta.
na inaomba mulipe ili mfunguliwe milango ya mbinguni. Mimi siwaambie mubarikiwe, no. Mlishabarikiwa mkaiba Mungu. Baraka iko, tukaiba nani? Mungu. Wengine wanatuhubiri wanatuambia toa ufanye nini? Ubarikiwe. Tulishabarikiwa na Mungu atazidi kufanya nini? Kutubariki. Zile baraka zenye Mungu ametubariki tumemuibia nani? Mungu. Niwaambie, kama mtu ataleta zaka ya $10, mwingine ya 1000 francs, mwingine ya 500 francs, anaweka na sadaka, anakumbuka kuwasaidia masikini. Nilisoma hiki kitabu wakasema kamwe usikubali mtu akuje kumlango yako akimandie, akiomba, akifanya nini? Arudi mikono wazi. Usikubali. Ile verse iko. Usifanye nini? Usikubali. Mwambie ni hubu makala likala limoya lifunga mukasasha lisimuchafuru, mwambie hii ndio yenye niko nayo. Ile moya. Usikubali mtu aende mikono wazi na alikuya kwako. Usifanyeje? Usikubali. So, unajiandaaje kufanya hesabu na Bwana Mungu wako aliyekuumba? Kuna wale ambao sijue kama utaweka kwenye sehemu gani. Tusaidiane. Ni wale wafundi wanaotumika kazi za mikono, sijue kama au wanashauri gani kwao. Ndugu yetu anatuambia ni wale wa kibarua cha siku. Kibarua ni ile maparishu wa journalier. Au ndio wenye unasema? Asante sana. Kwanza hichi kitabu kinasema Mungu alibariki miskle. Alibariki mishipa, akabariki misuri, mapua inafuta hewa. Niliona kesi ni nini? Ni kesi tu. Niliona hukumu au kesi ya walimu balikuwa kwa masomo, mtoto akachezesha karamu, akachezesha hivi karamu, akacheza na akakatia mumeno mtoto. Bahati mbaya kakatoka, kakaingia ndani ya njia ya pumzi. Baada ya dakika 13 kusema ilikuwa haiwezekani. Watoto walipoona na gaagaa chini, wakaona inakuwa danger. Wakaenda ambia walimu, nilifuata kisa. Walimu wakaanza kuchelewa na kujivuta wasimsaidie haraka. Mpaka ule mtoto walikuja wakichelewa, wakambebesha mwanafunzi mwenzake wakiwa tu kwa walipomfikisha kituo cha afya, wakamwacha hapo wakarudi. Na wakamwambia mkubwa wake, mganga anatuambia aende nyumbani akunywe maji vitaishi. Aseme njoo turudi tufanye examen. Waliingizwa ndani wote wale walimu. So Mungu mwenye alikubariki na pumzi na nguvu, ukanyangua chuma, ukaifua kukiponda ponda, ukatengeneza, ukanyangua matofali, sijui ulifanya nini, ulifanya kazi ya wed, ukapata kasi 1000 francs. So unapata kazi. Bwana amekubariki sana. Lazima umtolee Mungu sadaka ya kutosha. Kwa hizo nguvu zako Bwana kubariki sana. Na ndio kwenye nilisema sitaenda, ukisema tutakatishana na Mungu bei, hatuwezi pata cha kumulipa. Bakusaidie na sauti. Kama tutaangaliaka masikio yetu na Mungu alishakatoa namu au ule wa mikono au ule wa kuchunguza tomate au ule wa kuchunguza minere au ule wa kupokea kila mwezi. Mungu ameishaweka hesabu. Amesema tu ni moja ngapi? Ya 10. Tusema shida ile iko tunalizarauka. Ukafaidia 1000 francs, unaona 100 francs haiko kitu. Kwa hiyo 100 francs ni moja ya 10. Ukafaidia 10000 francs ni ngapi? Ni 1000 francs. Ukafaidia 10000 francs, 5000 francs ndio ngapi? 10000 francs. Ukafaidia $1000 ni $100. Zile zote zikaunganishwa ndio moja ya ngapi? Ya 10. Haizu faidie kidogo au nyingi, wewe tu hesabia moja ya ngapi? Ya 10 kabisa. Naona pale tulishashi kabisa. Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu. Lakini kabla hautakaa, tumesoma andiko ambalo watu walipewa neno wakaongea. Ni wazo
Sijui sisi tutafanya namna gani. Sababu niwakia na paragrafu moja mimi nabatoka mbele ninajua nimechelewa. Sijui tutafanya sisteme gani ili washiriki wetu sisi wenye tunaenda mbinguni. Huyu mwenye alikuwa anamaliza venta alikuwa mpya? Hapana. Lakini alipita mbele akatoa ushuhuda. Huyu wa onze leave alipita mbele akatoa ushuhuda. Wewe je? Sijui kama pale utakuwa na wazo. Au tubaache tu. Wazo ni iko. Katika maandiko wasema ya kwamba walifundisha mafundisho. Sio wote hapa tuko wezi. Mimi nina uhakika. Kwa kuwa tuko wezi. Na hatutaenda mbinguni kwa kuwa maandiko nasema kweli unaweka mali zako. Itakuwa moyo wako. Tunadanganya tunaenda mbinguni na japo tunaweka mali zetu duniani. Basi tutapita wapi? Hakuna. Mbinguni duniani unaweka hapo 50,000. Sasa ndio mbinguni unaweka hapo ngapi? Na kuziweka haiko Mungu mwenyewe atazikamata. Tunaambia kwenye zitaelekea. Kabisa. Tulipata watu ngapi Ine. Watu 5 ni ine kama sijajua unatafuta kama ni wagari. Sawa. Ni ine kategori ine, lakini tukifanya mjane kategori watakuwa 5. Mjane, yatima, kazi ya Mungu na wahitaji na wakimbizi 5. Acha tuifanye 5. Mungu alisema tuzilete, haikuja kabisa. Sasa wakati walifundisha mafundisho kuna wengi walishindwa na wakasema sisi tutalipa madeni yale. Hii ndio wao kusoma ile maandiko. Mwenye na sisi wote tuko wezi. Naomba kuhesabia miaka nimemaliza ndani ya ujumbe nimeiba ngapi. Kwa kweli mwenye anaweza enda mbinguni ni kuhesabia zenye ameiba Mungu anazileta. Kabisa. Ndio kwenda mbinguni. Na sasa labda mwenye alikuwa halijui. Aanze leo anasikia sasa. Yale ilikuwa hujue Mungu amesema nitakusamehe, Matendo ya Mitume 17:31. Lakini mwenye alikuwa anajua. Ni deni kwenda mbinguni kulipa. Kabisa. Bwana kubariki. Kwa kukomesha somo letu ni kwamba hatupite fasi, yani hapakaliki, hapapitiki. Huwezi enda mbinguni na uko na mwenye aliiba wembe moja na mwenye aliiba ngombe moja, wote ni wezi. Wote ni wezi. Wameasi amri ya Mungu, hawajaivunja. Mwenye aliiba 1000 francs na wadi $1000, wote ni wezi. Wote ni wezi. Ni wote ni chungu moja. Yes. Wakikubana basi ni kamba shingoni. Mpatie mic. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kweli mbele ya yote tunaweza omba Mungu msamaha. Lakini penginepo tunaweza kuwa kuna wale ambao wanaokosa kuhusu zaka na matoleo ni kutokuwa na mwelekeo. Mimi binafsi ndani mwangu sijajipata vizuri. Sababu ya nini? Zaka na matoleo ilikuwa inabidi kufundishwa. Fundisho la kufundishiwa waweke vitu bayana, kila mtu ajue namna inavyopasa kuhusu enzi ya Mungu. Mfano kwangu, tumesikia kwamba sote ni wezi na mwizi hawezi vitu mfalme wa mbinguni. Lakini jambo lingine, kuna magumu ambayo inayotukumba. Mfano, unajikuta njia zote ambazo wametaja, watu wakali, wale ambao wanajitafuta hawana matumaini ya kupata, lakini wanakutana, unapata 3,000 francs, 4,000 francs. Mungu kuna watoto 10. Unajikuta kwa mawazo yako ya kibinadamu, unaona kwamba ile 3,000 francs kwamba haitoshi kwako, haibatoshi. Unachukua unaingia kwa ile 3,000 francs nini unaikula. Kumbe Mungu alikuwa anapata mtu wa sufa. Lakini wakati mwingine unakuta, na kuna wakati mwingine tunakufa haya. Nitaenda peleka tuwa samfra namna gani? Namna gani? Kama enzi ya Mungu.
mjanja naye kuingilia pale kwa kutoa moyo ya aibu, tunakosea Mungu kupitia kukosa uoga. Lakini ombi kwangu binafsi nimeliomba nifundishwe kuhusu enzi ya Mungu, namna inavyopasa kuhusu ile haya ambayo imeshika ile zamini zote inapopata ile milfa sanfa tekelekevu. Asante sana. Na ndio maana ya wazee wa kanisa kutuchagulia somo kama hili, ni kwamba kama vile mzee amesema, huwa tunapata tunashindwa kuhesabia, tunasema mbona ni kwa kidogo. Unabuuza hata kakombe kakopo kamoya kachikoma unajikunywa unajiendea vinaishia kule. Pengine mzee anasema mbona watoto wako 10 wako 5 wako 7 na huu 4000 francs hutafanya nini? Habutatutosha. Kwa hiyo unakamata na za watu, yani za Mungu, unafanya nini? Unasagia pamoja. Na kweli kama watoto wangu habashibe na wako habashibe, unakula 2000 francs yangu mie zilikupungukia kubisi nikakukopesha kubisi ni mfano mimi naleta, itatuma deni yangu inafutwa kwako? Ndiyo, zilikuwa za kidogo 2000 francs na mimi ndio nilikukopesha ukazikula juu mpate mshibe ile usiku, bimefuta ile deni bimeifase. Utatoka hapa uende Mshaki Masisi wapi na sasa hautasikia, ili uende tafuta mpaka utoke ndani nini? Deni. Kwa hiyo Hosea 4:6 wanasema hivi, watu wangu wameangamizwa kwa kukosa maarifa au akili. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, na mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Mimi kwa kuwa umeisahau sheria yangu ya Mungu wako, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, na mimi nitawasahau watoto wako. Ile munzani mnaweza ipima. Mungu asahau watoto wangu, mimi ni bajali? Yawezekana? Kwa hiyo tusione haya yoyote. Mungu ndiye alijua tulifaidika nini, na Mungu ndiye ametuletea bakilia. Haulangulake ulangule na bakilia. Mlishafanya vile? Ukalangula na bakilia. Unaetale na mafikiri ya bakilia, sema anzia kwa hiki uone hii ukuye hivi. Hapana, unavyokaga tu pale unaona Mungu anabaleta ndani. Mungu mwenye anajua yenye umefaidika, utapata haya namuna gani na unavirudisha kwake, kama vile ndugu yetu ametusomea Sulemani, vyote ni vyako, vimetoka kwako, vyote hatuna kitu. Kwa mali yako tunakurudishia, ni kama vile inarudia kwenye ilifanya nini? Kwenye ilitoka. Hatuna haja ya kuwa na haya. Bwana tusaidie sana. Pesa zikiwa mikononi mwetu, Christian Service wanasema hivi, kabla sijasoma hili kwa kukumalizia, 367 mitumikio ya zaka na sadaka, bila kuwaambia hakuna nuru zaidi ya kukuambia ni za wakimbizi. Je, mmeshaona kanisa hili linasaidia wakimbizi au hamujaona? Ninauliza kundi, mmeshaona hili kanisa linasaidia wakimbizi au hamujaona? Linasaidia sana. Linasaidia wakimbizi hili kanisa na majana na mayatima. Kwa kadri pato linakuwa ndani ya case ya Mungu, ndio hivyo watu wanasaidia, wanafanya. Lakini tukiweka ndani, mwanga utawaka, utangaa zaidi ya kwenye unafikia. Nilioneshwa ya kwamba il m'a été montré que l'ange chargé d'enregistrer dans le livre du ciel les actions des hommes, il enregistre consciencieusement toute offrande apportée au trésor divin, ainsi que les résultats finaux de son emploi. Niliona malaika aliyekuwa pamoja nami alinionyesha wazi ya kwamba malaika anayeandika matendo ya wanadamu yote aliandika kwa utaratibu kila zaka au sadaka inayotolewa katika hazina ya Mungu, matumizi yake na matunda yake ya mwisho. Malaika anafanya nini? Anaandika. Aliitoa saa 6:57. Jua ilikuwa ikiwaka, walikuwa wamefundishwa hivi, alikuwa wamefaidika hivi. Chini wanasema malaika naandika pia na nia iliyokusukuma kugusa mposhe unatoa. Ile nia nayo malaika anaiandika. Ile ndio yenyewe inaogopesha sana sasa.
Ndio maana mbele ya majina mengi watu wengi mbinguni panaandikwa 0. Sababu walienda kutoa waoneshe mashono. Walienda kutoa wasimame wawaone. Walienda kutoa nao wasihesabiwe ndani ya wasiotumika vigandi. Ile nia nayo Mungu aliandika. So kwa kuzaka zenyulisha toa, kuendime yenyulisha toa, Mungu anaonaka nia yenye inamsukuma kutoa ni kujionyesha. Banaandika ile nia. Hapa banaandika hivi. Neno la mwisho linasema money has great value. Pesa zina thamani kubwa. Pesa zina nini? Ni Christian service 220. Kazi ya Mkristo 220. The servant. Because it can do great goods. Kwa sababu zinaweza fanya mema mengi. In the hands of God's children, it is food for the hungry, drink for the thirsty, and clothing for the naked. Pesa zikiwa mikononi mwa wana wa Mungu, zikiwa katika mikono ya nani? Ya wana wa Mungu. Pesa zikiwa katika mikono yako, mumufuko yako ya pantalo, musakame yako, kukonte yako, kama wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ile njoe nyuzingati, zile pesa haiko za likse tu. Haiko za likse mnajua mnaisikia. Yaani za kujipendezesha tu za raha, bali ni chakula kwa wale ambao wana njaa. Pesa zako ni nini? Chakula kwa wenye kuwa na njaa. Je, pesa zako zinaandikwa kwa haya maandishi au ni zako binafsi? Hizi ngombe mimi ndiye nilizitafutaga, hili shamba, hichi kiwanja, kwanza konte yangu hautaijiwaka. Ni mwanaume na mwanamke. Ni chakula, ni kwa wale wenye wana nini? Wana njaa. Ni kinywaji kwa wenye wana kiu. Ni mavazi kwa wale ambao wanavaa uchi, na ni dawa kwa wagonjwa. Bwana tubariki sana. Nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa njaa mkafanya nini? Mkanilisha, na nilikuwa kiu mkaninywesha. Wale ndio Yesu atawaambia, njoni kwangu nyinyi nyote mlioandaliwa na ufalme wa Mungu tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Haya mambo 4 5 hivi, hebu tuyafanyie kazi. Kanisa lako unalolishiriki ndani, ikiwa pesa zako, malaika naandika chenye kina kutuma kutoa, na matunda ya mwisho dernier resultat anaziandika. Nini chenye kina wafanya wajifunze ili wapate uzima wa milele. Bwana tusamehe sana yale makosa ambayo yalifanyika kwa kutojua. Leo Mungu atupatie kutubu. Mwanaume asemezane na mkewe, mke asemezane na mumewe. Lile deni muliandike katika madeni mengine. Mungu akiwabariki mulilipe, na amewabariki. Kama ni parcele 5 muuzishe 3 au 2, mumalizane na Mungu. Muuzishe moja ya thamani sana, muuze ya kadiri, mumalizane na Mungu, kuliko kuishi mwende kaburini. Kesho tulie pana mahali pazuri muno, tutapaona kwa mbali sana. Munaimbaga huo wimbo? Basi utapaona kwa mbali sana, na unaenda na zaka za watu. Unaenda na zaka za nani? Unaenda na zaka za Mungu. Pana mahali pazuri mo kitambo tu, haiko kitambo, wewe hauko miongoni mwa hao. Paske unakufa na zaka za nani? Za Mungu. Na mwizi wanasema anafurushi mgongoni hawezi kwenda mbinguni. Bwana tusaidie sana. Vendredi chakula galani kipatikane, tufanye kazi ya upendo ndugu zangu. Zaka ni obligation, ni sheria ya Mungu, tuzitoe. Sadaka tuzitoe. Na semezana na mke wako, tuko na shamba Masisi, tuko na ingine Ruchuru, tuko na parcele Sake, tuko na parcele Nyabushongo, tuko na nyumba Birere. Tumeiba Mungu za Mungu, tumupe kabla hatujakufa. Yesu atakaporudi tumulaki mawinguni. Na Bwana tuwezeshe katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Kuna swali? Karibu. Amen. Wanasema yumuka.
Kwa kweli tumeshindwa na hukumu kwa ngambo ya zaka na sadaka.